Na mtazamaji wa Spruce Online TV, hichi ni kipindi chetu cha Sitosahau, na leo nipo na moja kati ya wasanii ambao wanafanya vizuri na walifanya pia vizuri wakati uliopita, na atatuelezea ni kitu gani ambacho hata kama akisahau na atajitambulisha kwa wale ambao pia hawamfahamu. Mimi ni Steven Kamili, basi kuwa nami mwanzo mpaka mwisho. Ya kaka, habari? Salama. Ya, ni muda sana tujaonana tangu mara ya mwisho. Vipi, mambo yalienda sawa kabisa? Mungu ni mwema, mambo yako sawa, ndio sababu bado tuko hapa na tumekutana tena. Leo ni kipindi chetu cha Sitosahau, na moja kati ya kitu ambacho hutosahau na katika sanaa yako pia ukikaa unakifikiria unasema kweli hiki sitasahau, ni moja kati ya kitu ambacho kimenikaa kichwani na nitakuwa nasimulia hata watoto wangu pia. Ni kitu gani ambacho kilikutokea katika sanaa na hutosahau? Bwana kaka, mimi nilishawahi kuzikwa nikiwa hai. Ilikuwaje? Ndio mambo ya kujipambania hayo ili kuweza kufanya kitu cha tofauti. Kuna filamu tulitengeneza inaitwa Kaburi Langu. Alafu mwenye kaburi ni mimi. Yaani kama we ukisema nyumba yangu, tafsiri yako ni sehemu ambayo unaishi. Kwa hiyo ile filamu ilikuwa inamhitaji mtu kwamba analala ndani ya kaburi. Sijui unanifahamu? Kwa hiyo hicho ndo kitu ambacho sitakuja kukisahau katika harakati zangu za sanaa. Ilikuwaje mpaka ukazikwa ukiwa hai? Unaweza kutuelezea kidogo? Ile ilikuwa ni kazi, ilikuwa ni filamu inamzungumzia mtu mmoja anaitwa Kaushere. Yaani Kaushere ni mtu ambaye anatoka kwenye familia, maisha yao ni lazima uzikwe kwanza. Alafu ukishazikwa unakaa siku 7, unafukuliwa, ndo unakuwa na kinga na nguvu za kuweza kufanya kitu chochote. Ni maudhui yake ni ya kichawi. Kwa hiyo kitu ambacho sitasahau nilicho ki-experience katika tumbo la ardhi. Kaka, huku chini huku kugumu sana huku, kugumu. Kwanza cha kwanza kabisa unaingia kwenye geneza, ulijisikiaje kuingia geneza afu wanafunika kwanza? Tuanzie hapo. Kwanza tangu tunatoka Dar es Salaam kwenda Yombo, ile filamu tulifanya Yombo Bagamoyo. Tangu tunatoka, kiukweli sikuwa na furaha kama kazi zingine ambazo huwa tunafanya, kutokana na nilikuwa najua naenda kufanya kitu cha hatari zaidi katika maisha yangu. Kitu pekee ambacho kiliniguide, mimi huwa ninaamini sana kwa Mungu, na pia nilikuwa ninapenda sana kumshirikisha mama yangu kitu chochote. Kwa hiyo mama alikuwa akiniambia kitu kwamba sawa, basi nakosa hofu. Nakumbuka nilimpigia simu saa 4 usiku. Nikamwambia mama, mimi ninakwenda location, hapa tuko njiani. Tunakwenda kushuti, lakini naenda kufanya sini ngumu sana mama yangu. Kwa hiyo ninakuomba uniombee sana. Kaambia, mwanangu, mbona unanitisha? Nikamwambia hapana, ni kazi tu, lakini ni kitu ambacho kigumu sana, watu wengi wanakiogopa. Mama akaniambia, mwanangu, Mwenyezi Mungu atakulinda, akubariki, utakwenda salama, utafanya kazi vizuri na utarudi salama. Kwa hiyo hapo ile hofu yangu ikapungua. Kwa hiyo wakati nawekwa kwenye jeneza nilikuwa nina hofu sio kubwa. Unajua kuigiza ni mizuka. Yaani unajua muigizaji akiona kamera hivi kuna kama mashetani hivi anapanda. Kwa hiyo ndio maana huwa tunafanya vitu vya hatari ambavyo kwa akili ya kawaida huwezi kufanya. Kwa hiyo kipindi naingia kwenye jeneza nilikuwa na hofu kwamba hili ni jeneza, sio kitu cha kawaida. Lakini sio kwamba nilikuwa na hofu kwamba naweza nikafa humu. Yaani nilikuwa na hofu hili jeneza hili. Kwa hiyo nikaingia kwenye jeneza, wamba wakafunika fresh. Kwa hiyo umetaka nikuelezee hapo nilijisikiaje kwenye jeneza. Nilikuwa na hofu ya kawaida kutokana na kile sio kitu ambacho unajua jeneza hata huwezi kukaa nalo ndani. Kwa hiyo ndio hofu tu ya kawaida niliyokuwa nayo hiyo. Baada ya hapo mwitikio wa ile filamu, ilikuwa ni filamu za tamthilia? Ni filamu. Mwitikio wake ulikuwaje mtaani na watu walikupokeaje baada ya hapo? Mbona brother umeruka? Hujataka kujua habari ya kaburini? Ndio, kaburini ilikuwaje?
Bwana, yani katika kitu ambacho ni kigumu kwa binadamu, huwa tunapitia situation tunasema hali ngumu, bora nife sijui nini. Hamna kitu kigumu kama kuzikwa. Kuzikwa ni kitu kigumu sana, kwa sababu mimi unajua ile seti ilikuwa ni saa 7 usiku ama saa 8. Yaani tucheze saa 7 mpaka saa 8:30 ndio tulishuti hiyo scene. Kwa hiyo na kama unavyojua makaburi huwa hayapo sehemu ya makazi ya watu. Alafu kule ni kijijini. Hebu tengeneza hiyo picha kwanza kabla sijakupa kile nilichokuwa nacho mule ndani. Kwa hiyo moja kwa moja mazingira tu na jiografia tayari ni ya kutisha. Mimi nimekaa mule kwenye jeneza, wamefunika jeneza, likanyanyuliwa likawekwa kwenye kaburi. Lilivyowekwa kwenye kaburi, kwanza kule kuna hali tofauti, yani nilianza kuhisi hali tofauti na ile ambayo iko huku nje kawaida. Nilivyoingia kwenye jeneza kawaida, hali ambayo nilihisi na ile hali ambayo jeneza sasa limewekwa ndani ya kaburi. Nilivyokuwa mule sasa ndo nasikia standby action, sauti ya ndugu yangu kabisa Alinjenje huyo. Maana yake ile standby action ili sasa mimi kule ndani niwe makini na mchanga. Maana yake wananitayarisha kwamba tunaanza kufukia. Kwa hiyo mule ndani mimi nikafumba macho. Unajua mbao lazima ziwe na nikafumba macho, wakaanza chepe la kwanza ti. Bwana brother, ule mchanga ule ni chepe tu, unaona ni mdogo, si ndivyo? Ila ukiwa kwenye jeneza na kaburi una kishindo kikubwa. Yani kishindo chake ni kikubwa. Unasikia ti. Kwa hiyo chepe la kwanza, chepe la pili, chepe la tatu. Mule nilimokuwa mule, kwanza nilianza kuhisi harufu ya mchanga mbichi. Ule mchanga kama mvua ikitaka kunyesha kuna harufu fulani hivi iliyokuwa na. Kwa hiyo wakaanza kufukia. Wamefukia. Kadri wanavyofukia ndivyo ambavyo mimi hofu inafanyaje? Inaongezeka. Jasho linanitoka mule ndani. Na hakukuwa na joto ila ni woga, yani jasho la. Kuna kijana fulani kana kisikia kinakuja, jamaa wanaendelea kufikia. Paka kafikia hatua nikaanza kuhisi ile hewa iliyokuwepo kwamba imekwisha. Ninaanza kuvuta pumzi ile ya kwangu, yani hewa ikawa nzito kama ina joto hivi kamvuke. Maana yake ninayopumua ndio ninayovuta. Sasa ile hali ikaanza kunipa uoga ukazidi, nikawa na hofu kubwa. Bwana, mchawi wa kwanza wa binadamu ni saikolojia. Akili yangu ikaniambia hivi endapo huko juu huko hao waliopo wanaofikia akatokea mdudu yoyote, labda nyoka au kiumbe chochote tu kile kikawakimbiza, wakakimbia mpaka watakapofika sehemu wajione wapo salama, warudi huku mimi ndo nimekufa. Aisi, mwili ulinyong'onyea, nilikosa raha, nilikosa amani, mapigo ya moyo yakaongezeka. Wao huku wanaendelea. Kwa hiyo nilikuwa nawasikia vizuri, ikafikia hatua sauti zao nikawa nasikia kwa mbali. Tafsiri yake sasa lile jeneza lote lilikuwa lipo covered na mchanga, yani limefukiwa lote. Umeona? Ule ndani giza. Nilijaribu kufungua macho kutokana na uoga kwamba hebu nifumbue macho nione huku, lakini nikaona kuna giza ambalo sikuwahi kuliona katika maisha yangu. Sasa hapo nikazidi kutetemeka. Alafu kuna kaukimya fulani hivi sikasikii. Yani sisikii kinachoendelea huko. Kwa hiyo ule ukimya nikawaza au jamaa washaondoka.